Kama unatengeneza content, utakubaliana na mimi kabisa kuna wakati inakuwa ni kazi ngumu sana kushuti kwenye mbele za watu, kushuti public places. Yani sehemu ambapo kuna watu, labda stendi, sokoni, vitu kama. Sasa kwenye hii video nataka nikupe trick mbili za muhimu sana ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kushuti vizuri kwenye watu wengi. Trick namba moja, unapoenda kushuti kwenye watu wengi, unatakiwa utafute sehemu ambayo wewe utakuwa unayaona mazingira yote. Kwa mfano utakuwa unaona, kwa mfano unaenda kushoot sokoni, ukishafuata procedure zote, kwa mfano umeenda kuonana na labda mwenyekiti wa soko, ukapata kibali maalum cha kushuti, unatakiwa uangalie sehemu ambayo sio entry, yani sio sehemu ambayo watu wanaingia wala sio sehemu ambayo watu wanatoka, lakini ujiposition sehemu ambayo unaweza ukawaona watu wanaoingia na watu wanaotoka. Pale uta control attention ya watu, kwa sababu watu wanaoingia moja kwa moja watakuwa wanaangalia sehemu za bidhaa na watu wanaotoka watakuwa wanaangalia sehemu wanapokwenda. Kwa hiyo ukijiposition sehemu ambayo hakuna hizo movement, itakusaidia wewe kuweza kupata shoti zako vizuri bila shida yoyote. Lakini trick nyingine ni kwamba unajitahidi kushuti bila wasiwasi. Kwa mfano unaweza ukawa umeenda kwenye restaurant, una uhakika kama hiyo restaurant wanaruhusu kushuti ama hawaruhusu kushuti. Sasa trick ya pale ya kufanya ni kwamba unapokuwa unashoot usionyeshe wasiwasi. Unajua unapoanza kuonyesha wasiwasi una gain attention ya wale wahudumu kutaka kuja kukuuliza au kukuuliza unafanya kitu gani. Kwa cha msingi ni wewe kuwa na confidence ya kile kitu unachokifanya, mpaka pale ambapo utakuja kuambiwa labda kufanya unachokifanya hapa sio sahihi. Kwa sababu kama wewe unaenda tu pale kwa ajili ya kushoot, kila sehemu ina sheria zake, lakini kama unaenda pale kwa ajili ya kushoot, maana yake ni kwamba unakuwa katika, sidhani kama ni kitu kibaya, ila utakapoanza kuonyesha wasiwasi ndipo utakapowapa watu wasiwasi. So kama umependa hii video, make sure una like alafu una subscribe. Niambie kwenye comment hapo ushawahi kwenda kushuti sehemu gani na ukapata changamoto gani.